Bwana asifiwe. Popote mlipo mnapopata nafasi ya kutazama katika chaneli hii, niwakaribishe ndugu zangu katika somo la leo. Na somo la leo litakuwa ni mwendelezo wa kile ambacho tumekuwa tukikiangalia katika mfululizo wa kujifunza masomo kuhusiana na hatua kuu 7 za maandalizi kwa ajili ya zahama kuu ya mwisho inayokaribia kuipata dunia. Na kabla ya kuanza somo letu hili, basi ni kukaribishe tuweze kupata kuomba ili tualike uwepo wa Bwana uweze kuwa pamoja nasi katika siku hii ya leo. Karibuni kwa ajili ya ombi. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya fursa hii nzuri nyeti ambayo umetupatia kujifunza. Tunaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi. Tunapenda kufungua maneno matakatifu. Tunaomba Bwana ukatufundishe, ukatuelekeze, ukatuonye, ukatukemee, ukaturekebishe tabia zetu na hatimaye ziweze kufanana na tabia mwanao mpendwa Yesu Kristo. Neema yako ikapate kuwa pamoja nasi, mimi na msikilizaji pamoja na mtazamaji utakaopata fursa ya kusikiliza masomo haya. Tunakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu na tunajua utatenda kwa ukamilifu kupitia mwana wako Yesu Kristo. Amina. Ndugu zangu, nafasi hizi ambazo Bwana anazitoa kwa ajili ya kujifunza ni nafasi nyeti sana, na ninatambua wazi kwamba itafika muda hatutapata tena fursa kama hizi za kujifunza. Tunaangalia katika historia, waliotangaza ujumbe nyakati zilizopita hawakuwa na vifaa kama hivi, hawakuwa na vitu vya namna hii kupeleka ujumbe, lakini walifanya kazi kwa namna yao kwenye kizazi chao. Na sisi pia Mungu ametupatia fursa ya kufanya hii kazi kwa kipindi hiki kwa namna hii rahisi kabisa, naweza nikasema, mahali ambapo mhubiri yuko mbali kabisa na msikilizaji na ujumbe ukafundishwa na mtu akaupata pale alipo na akaweza kubarikiwa nao. Kwa hiyo idara ya utangazaji wa injili imekuwa ina upana sana. Unaweza kupeleka injili kwa njia ya machapisho, unaweza kupeleka injili kwa njia ya sauti ukatuma tu kwenye magrupu watu wakasikiliza, unaweza kupeleka injili kwa njia ya video kama hivi, na njia nyingine nyingi sana ambazo Bwana anaweza kaziruhusu kulingana na vile ambavyo anaongoza. Kwa hiyo Maranatha Ministry iko hapa kwa lengo la kutoa masomo haya kwa njia ya video, na masomo haya yaweze kuwa baraka kwa mtu yeyote atakayokuwa anapata nafasi ya kusikiliza. Kwa hiyo hakikisha ukipata somo la namna hii usiwe mchoyo, wewe sikiliza, likikubaliki mpatie na jirani yako. Kama unaweza kulidownload, unaweza kulidownload ukaliweka kwenye flash ukamgawia yule ambaye hawezi kusikiliza kwa njia hivi kama tunavyosikiliza mimi na wewe. Kwa hiyo kwa njia yote ambayo Mungu anaweza kukuongoza, wewe fanya kadri unavyoweza, ili tu kwamba huu ujumbe uweze kufika mahali popote Tanzania na mahali ambapo wanaweza wakasikia lugha ya Kiswahili. Kwa kufanya hivyo hujaninufaisha mimi, kwa kufanya hivyo umeweza kufanya kazi ambayo Mungu anahitaji tuweze kuifanya. Na tunapotafakari katika ramani ya unabii, ndugu zangu, wakati kimsingi umekwisha sana. Muda umekwisha sana kuikamilisha kazi. Na hii kazi kila mara tumezungumza hii kazi ni nini. Kabla tujaanza kutazama kitu ambacho natamani tukione siku ya leo, ni vyema sana tuweze kujikumbusha, tujiulize hii kazi ni ipi? Na tunaposema tumeitwa kumaliza kazi, kuna wakati fulani tulijifunza kuhusiana na kanisa hili la SDA, kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa nini wewe ni Mwadventista msabato? Kwa nini tunaitwa Waadventista wa Sabato? Tunaitwa Waadventista wa Sabato kwa sababu katika siku ya 7 Bwana alimaliza kazi. Unapoenda katika Mwanzo, fika pamoja nami katika Mwanzo sura ile ya pili. Mwanzo sura ya 2, ukisoma na ule mstari wa kwanza, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema maneno yafuatayo: basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Mstari wa 2, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Kumbe katika siku ya 7 Bwana alimaliza kazi. Na hili kanisa ni kanisa la zamu ya 7. Kanisa la zamu ya 7 ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Hata jina lenyewe tu tunaitwa Waadventista wa 7, wa Sabato, ina maana wa siku hii ya 7. Kwa hiyo kwenye vichwa vyetu, kwenye mawazo yetu tunapaswa kutambua kwamba sisi ni Waadventista wa Sabato, sio kwa sababu tunasali katika siku ya Sabato. Hapana, sio hilo tu, maana kuna dini zingine zinasali katika siku ya Sabato. Sisi ni Waadventista wa Sabato. Lengo kubwa kabisa ni kwa lengo la kuimaliza kazi. Kwa
Kwa hiyo dini zingine, makanisa mengine, madhehebu mengine hawatambui wazo hili. Hawajui kama tunaitwa Waadventista wa Sabato kwa sababu tumeitwa kumaliza kazi. Na unaweza kujiuliza, hii kazi ni ipi? Hii kazi ni ipi? Unapofika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ndio tunaweza tukaona kazi ni ipi. Na hii kazi, ndugu zangu, tunayozungumzia, kazi haiwezi kuitwa kazi bila dhambi. Dhambi ndio ilifanya kuwe na kazi ambayo na mimi tunaifanya. Bila dhambi kusingekuwa na haja ya kamera. Bila dhambi usingekuwa na haja ya kuchukua bando ukaweka kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako na kukaa kwanza kusikiliza huu ujumbe. Bila bando kusingekuwa na machapisho tunayafanya. Amini, bila dhambi kusingekuwa na machapisho ambayo tunayafanya leo hii na yanagharimu fedha nyingi kabisa kuyachapisha. Kusingekuwa na hiyo kazi ambayo inafanyika ya kwenda kumgusa huyu na huyu na huyu. Kwa hiyo dhambi ndio ikafanya kazi ianze. Na tunaenda katika Mwanzo sura ya 3 tunasoma kuhusiana na mtiririko, jinsi dhambi ilivyoingia duniani. Tunajua mtiririko mzima ulivyotokea dhambi kuingia duniani. Katika ule mstari wa 15 hapa ndipo tunaweza kuona kipengele cha msingi sana. Muda hawezi kutosha kuelezea mambo haya ndugu zangu, muda hawezi kutosha, lakini kwa neema ya Kristo hapa nyumbani kuna madarasa ambayo yanaendelea, na sijui kama Mungu ataweza kuruhusu tuweze kuyarekodi ili kusudi aweze kubariki, kwa sababu tunaangalia kipengele kwa kipengele. Kama Mwanzo sura hii ya 3 tunaichambua, tunaangalia kipengele kwa kipengele, mstari tunaangalia wa msingi, tunazingatia hapo, tunachukua muda wa kutosha kuzungumzia fungu moja. Kwa hiyo muda hauwezi kutosha kuweza kuyaweka masomo hayo yote, lakini kile ambacho Mungu anaweza kukiruhusu, basi hicho ndo tunaweza tukakiweka mtandaoni. Kwa hiyo tunaambiwa hapa katika Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 15 tunaambiwa, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Fungu hili ni fungu pana sana. Hili fungu ndilo fungu la kwanza ambalo linaitwa ni fungu ambalo tunazungumzia Mungu katika hili fungu ndio alianza aliweka kazi ifanyike namna gani. Na hapa katika ile fungu la Mwanzo 3:15 tunaweza kuona sasa hubiri la kwanza la Mungu, na tunaanza kuona mwanzo wa Injili. Tunapojifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14, tunaposikia Injili ya milele. Injili ya milele hii mwanzo wake ni hapa katika Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 15. Kwa hiyo hapa tunaambiwa katika kitabu cha Pambano Kuu, ukisoma Pambano Kuu sura ya 30 na paragrafu ya kwanza kabisa, kuna maneno hapo nabii anatuambia. Hebu tufike pamoja hapo katika kitabu cha Pambano Kuu sura ile ya 30 inayoitwa uadui kati ya mwanadamu na shetani. Katika paragrafu ya kwanza kabisa nabii ana maneno haya, anasema hivi, ameweka ile fungu la Mwanzo 3:15 kwamba nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Alafu baada ya kuweka ile fungu nabii amesema maneno yafuatayo, kauli ya Mungu iliyotamkwa dhidi ya shetani baada ya anguko la mwanadamu ilikuwa pia ni unabii. Kumbe hii kauli ambayo Mungu alitamka kwamba nitaweka adui kati yako na huyo mwanamke, hii kauli pia ilikuwa ni nini? Ni unabii. Anatuambia hapa, uliojumuisha vizazi vyote hadi mwisho wa wakati, na ishara inayowakilisha pambano kuu linalohusisha jamii yote ya wanadamu watakaoishi duniani. Kwa hiyo Mungu hakunena tu na Adamu na mke wake, hapana, bali alinena katika unabii wa vizazi vyote vitakavyoishi hapa duniani. Kwa kadiri mwanadamu yuko duniani, basi atapaswa kushuhudia hii kauli ikitimizwa kwenye maisha yake. Mungu alijua kuna urafiki umewekwa kati ya shetani na mwanadamu, na kinachotengeneza urafiki huo kati ya mwanadamu na shetani ni dhambi. Wakati huo dhambi inatengeneza urafiki kati ya mwanadamu na shetani. Wakati huo dhambi inatengeneza uadui au inatengeneza mpasuko au utengano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo kupitia dhambi mwanadamu anatengana na Mungu, lakini kupitia dhambi mwanadamu anapatana na shetani. Kwa hiyo dhambi ni kifaa cha kupatanisha, lakini dhambi ni kifaa cha kutenganisha. Mungu akasema nitaweka uadui. Huu adui ambao Mungu alisema nitauweka ni neema. Alisema kwa maana nyingine Mungu aliweka neema. Ndio maana unaposoma kitabu cha Tito sura ya 2 kuanzia mstari wa 11, Mungu anatuambia na mstari ule wa 12 anasema wazi kwamba hapo ameweka neema. Hii neema inatufundisha kukataa ubaya, kuishi kwa kiasi na kuepuka tamaa za kidunia katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo tunaukataa ubaya, tunaishi kwa kiasi na tamaa za dunia tunaziweka pembeni. Na Mungu amesema msipende dunia, msipende tamaa za dunia. Ina maana mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake.
mtu akipenda dunia anatengeneza urafiki na dunia na anatengeneza uadui na nani? Na Mungu. Kwa Mungu hapa akaweka neema, akasema nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Kwa Mungu hapa alitaka kutufunulia wazi kwamba picha pana inazungumziwa katika Injili ni kumfikisha mwanadamu mazingira ambapo mwanadamu ataichukia dhambi. Kwa hiyo kabla mwanadamu hajashinda dhambi, jambo ambalo mwanadamu anapaswa kuliona kwenye maisha yake ni kushinda dhambi. Ukipata nafasi, soma sura hii ya 30 katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Utaweza kuona jinsi ambavyo Mungu anatufundisha kila siku hatua kwa hatua namna ya kuishinda dhambi. Kabla ya kuishinda dhambi, lazima kuwe na uadui, lazima kuwe na chuki dhidi ya mwanadamu pamoja na ile dhambi ambayo imemletea utenganifu na Baba wa mbinguni. Kwa hiyo katika masomo haya tunajifunza kutimiza fungu la Mwanzo 3:15. Kwa hiyo hatuwezi kufikia wakati tunaposema kwamba tumeitwa kumaliza kazi kama tuelewe fungu linaloanzisha kazi. Kwa hiyo fungu linaloanzisha kazi ni Mwanzo 3 mstari wa 15. Na mwisho wa siku katika hii kazi ni kumfikisha mwanadamu ambapo shetani ataweza kupondwa kichwa. Maana hii fungu linatuambia kwamba mwisho wa siku shetani anapaswa kupondwa kichwa. Sasa hii ni hatua nzito sana. Hii ni hatua ya msingi sana ambayo tunapaswa kujifunza. Tulitoa masomo ya mtiririko ya mpango wa ukombozi na tukajifunza katika siku ya upatanisho. Tuliona kwamba katika siku ya upatanisho kwa kivuli wenzetu walichofundishwa katika wana wa Israeli walichojifunza kwenye kivuli, tuliona kwamba hii ilikuwa inafanyika mwishoni mwa siku ya upatanisho ambapo mbuzi wa Azazeli alikuwa anamwakilisha shetani na aliwekewa dhambi zote kwenye kichwa, uovu na makosa, na alipelekwa mbali sana. Kuwekewa kichwani ni ishara shetani atapondwa kichwa. Tunarudia tu yale mambo ambayo tumekuwa tukijifunza, na kama hujapata fursa kujifunza masomo haya, basi nikualike kwa neema ya Kristo lifuatilie somo hilo katika mtiririko wa masomo yetu. Hapo utaweza kuliona somo hilo ambalo linazungumzia kazi ni nini na inazungumza namna ya kumaliza kazi. Kwa hiyo shetani mwisho wa siku itabidi apondwe kichwa, lakini hawezi kupondwa kichwa na kifaa chochote kile katika hivyo unavyovifahamu, labda ni sululu au si ni jembe. Hapana, bali atapondwa kichwa na dhambi. Kwa hiyo dhambi yako wewe na dhambi yangu mimi ndio inapaswa iende patakatifu na Kristo aichukue, na mwisho wakati amwekee shetani na shetani apondwe kichwa. Kwa hiyo tunapotazama maandalizi haya makuu, maandalizi ya kukabili zama inayokuja, mwisho wa siku tunapaswa kuelewa hii yote ni kazi ya msingi ya kufahamu ili shetani aweze kupondwa kichwa. Mungu atusaidie sana kuyaweka haya akilini na kuzingatia kipengele kwa kipengele, hatua kwa hatua, jinsi Mungu anavyotufundisha masomo haya katika nuru ya mpango wa ukombozi kupitia somo la patakatifu. Ndugu zangu, nasema tena kwamba muda umesonga sana na muda umekwisha sana. Kwa kweli hatuna muda, kauli haziwezi kutosha kuelezea. Ndio maana nabii anasema nini ninachoweza kusema ili niwaamshe watu wa Mungu waliosalia. Anatuambia sisi masalio Mungu afanye nini au nabii aseme nini ili aweze kutuamsha. Anasema matukio mazito sana aliyaona, na tunaambia wazi kwamba na nabii, kama matukio haya na kama nyakati hizi ambazo tunaishi haziwezi kutuamsha, hakutakuwa na jambo lingine lolote litakaloweza kutuamsha. Tunatazama katika taifa la Marekani, tunapozungumzia zama inakuja, tunaona katika taifa la Marekani kile ambacho kinaendelea hata sasa. Tunaona mambo yanayofanyika katika kuunda sanamu ya mnyama katika taifa la Marekani. Kilichobakia ndugu zangu ni chapa ya mnyama katika taifa la Marekani. Harakati ziko mbioni sana. Huu ni mwaka 2026, tunaelekea 2027. Kimsingi ndugu zangu, hatuna muda wa kupoteza. Hapa kuna jambo moja ambalo Trump amelizungumza. Naomba niweze kuiweka hii mbele yako, unaweza kaiona hapo. Kuna rafiki yangu alikuwa ameposti hapo, nikasema sio mbaya, ngoja watu wa Mungu tuweze kuitafakari upya tena jambo hili. Tunaambiwa kwamba Trump anasema hivi, to be a great nation you must have religion and you must have God. Trump tunajua ile sera yake ya MAGA, Make America Great Again. Ifanye tena Marekani kuwa kubwa tena, itengeneze Marekani kuwa kubwa tena. Sasa tunaambiwa na Trump kwamba yaani taifa haliwezi kuwa kubwa, Marekani haiwezi kuwa kubwa isipokuwa dini imerejeshwa wapi? Katika hilo taifa, na isipokuwa Mungu yupo katika hilo taifa. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na dini, wanapaswa kuwa na Mungu. Sasa huyu ni rais katika serikali, lakini anazungumza kwamba
kuna haja ya kuwa na Mungu, kuna haja ya kuwa na dini. Sasa ni dini gani zitakazomshauri Trump? Ni dini gani ambayo serikali ya Trump itaungana na dini hizo ili kusudi Marekani iweze kuwa kubwa tena? Bila shaka ni Uprotestanti ulioasi, na tunaambiwa chapa ya mnyama inaundwa na muunganiko wa dini na serikali, na dini hiyo ni Uprotestanti ulioasi pamoja na serikali ya Marekani. Vinapoungana, ndugu zangu, basi vinatengeneza sanamu ya mnyama, na vikishatengeneza sanamu ya mnyama itatiwa pumzi na sanamu ya mnyama inene, na ikinena, ndugu zangu, itawakosesha hao wote wakao katika uso huu wa dunia. Tuna muda mchache sana kujiandaa, na tunaambiwa hapa katika article nyingine katika huu ni mwezi wa tano. Sasa huu ni mwezi wa tano, tarehe 1 mwezi wa tano, tuna siku 17 tu kwenda kuikuta Marekani itakapoenda kujiweka wakfu chini ya Mungu. Inasema kwamba Marekani inaenda kutengenezwa, inaenda kuweka wakfu Marekani kuwa taifa moja chini ya Mungu. Yaani Mungu akiongoza Marekani inaenda kuwekwa wakfu. Sijui ni nini, ni sheria ya Jumapili, sifahamu, ila ninachojua tu kwamba Marekani inaenda kuwekwa wakfu tarehe 17 mwezi huu wa tano kuwa chini ya Mungu. Yaani manake Mungu ndio aiongoze taifa la Marekani. Sijui ni nini, ndugu zangu, tuko mwishoni kabisa mwa wakati. Mungu atusaidie, Mungu aendelee kutuamsha kila wakati tuweze kuchangamkia wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka. Tunaweza tukahubiri haya mambo, tunaweza tukafanya kazi kubwa sana, ndugu zangu, lakini kama mioyo yetu haipatani na Mungu itakuwa ni kazi bure. Ndio maana ujumbe, ndugu zangu, tulionao mkubwa ni ujumbe wa kujichunguza na kujitakasa. Ndio maana Daudi anasema, Mungu nichunguze, unichunguze, unijaribu. Ni ujumbe kila mmoja kujihoji binafsi. Je, mimi nina Mungu binafsi? Kwamba kama kusingekuwa na YouTube, kusingekuwa na magrupu ya WhatsApp, kusingekuwa na mahali pa kwenda kukutana na watu mbalimbali, kuulizana maswali mbalimbali, binafsi ukikaa ukijihoji, je, Mungu yuko na wewe? Mbingu zinafurahia kuwa na wewe? Je, unachokifanya mbingu zinakubali? Hilo ndio swali la msingi sana ambalo wewe na mimi tunapaswa kujihoji na kujipeleleza kila wakati katika maisha yetu. Sasa naomba tukatafakari kuhusiana na hizi hatua mbili za siku ya leo. Tumetazama hatua ya kwanza, tumeona hatua ya kwanza ni maombi. Hatua ya kwanza ni ibada binafsi, ndugu zangu. Na watu wengi tunapuuzia hivi vitu, na ni vya msingi sana, lakini tunavipuuzia. Yaani tunatamani vitu vya kutuamsha kila siku, yaani tunatamani vitu vya msisimko kila siku, tunatamani kupata kitu ambacho kitatusisimua. Lakini mtoto akisema tuwe na ibada binafsi, haina uzito sana. Lakini tunaambiwa maombi ya pamoja yana sehemu yake, lakini maombi yale ya binafsi ambayo mtu anayafanya binafsi, kuchunguza neno na maombi na ibada binafsi, hivyo ndivyo vitu vinavyompatia mtu nguvu. Hatuwezi tukawa na nguvu kama hatuna maombi ya pekee. Tunasikia wote jamani? Kwa hiyo tunapaswa kuwa na maombi yale ya binafsi. Hayo ndio yatakayotupatia nguvu, na katika maombi hayo ndipo uwezi hata kujisifia kwa mtu. Ni wewe na Mungu, ndio Mungu ndio anakushuhudia kwamba kweli unaomba au unafanya maigizo. Na katika maombi ya jumuiya tukiwa pamoja, kuna wakati wa kufanya usanii, kuna wakati wa kuigiza, na kuna wakati mtu anaweza kuona ni mtu wa maombi sana. Na maombi hayatangazwi. Yaani wewe kama ni mtu wa maombi, kama ni mtu wa kumtafuta Mungu, Mungu atadhihirisha nguvu. Yaani hauna haja kuweka matangazo. Mbingu zenyewe zitashuhudia kweli kwamba huyu mtu ni mtu wa maombi, na jamii itashuhudia kwamba huyu mtu ni mtu wa maombi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni hatua ya msingi sana, ndugu zangu. Turudie tena ile somo katika maandalizi yale 7. Somo la kwanza la ibada binafsi. Nini kinahusika katika ibada binafsi? Haijalishi uko wapi, uko mashambani, uko mjini, lazima uwe na ibada binafsi. Punguza muda wa kutosha kwenye hivyo vifaa, kama kwenye simu, kwenye kompyuta, kwenye TV. Punguza muda, ikiwezekana vingine funga kabisa. Kama TV unaona haina kazi hapo nyumbani, uza hiyo TV. Fanya mambo ya msingi. Hakikisha unakuwa na muda wa kutosha binafsi kumtafuta Mungu, kwa sababu hatutaokolewa kwa makundi, wala hatutaokolewa kwa sababu tumefanya kazi kubwa ya kuwafikia wengine, bali tutaokolewa ikiwa tumefanya kazi kubwa sana ya kutakasa hekalu la moyo, kumpatia Kristo dhambi, na Kristo mwisho wa siku hizo dhambi ampatie mbuzi wa Azazeli. Hiyo ndiyo kazi kubwa, na muda ni mchache. Tunaambiwa kazi kubwa, muda ni mchache. Je, tunaakisi sura pendwa ya Mwokozi kama tunavyopaswa? Hilo ndio swali. Yaani wewe mwenyewe ukijiuliza binafsi hapo, je, unaakisi sura ya Mwokozi kama unavyopaswa? Ndio maana tumepewa pia mwongozo kujifunza. Tunaambiwa kila siku tutenge lisali moja kutafakari maisha ya Mwokozi, hasa maisha ya mwisho alipokuwa hapa duniani. Kwa neema ya Mungu natamani kila siku nipate nafasi nitafakari kuanzia Gethsemane. Nasoma kila wakati, nasoma Gethsemane. Simalizi, nasoma naenda, nikirudia tena naona napata mambo mapya. Kila nikirudia naona napata mambo mapya. Sasa napaswa nihoji binafsi.
napaswa nijiulize, hivi ninavyotafakari kuanzia pale Mwokozi anapoingia kwenye bustani ya Gethsemane, anapowekewa mzigo mzito wa dhambi, tunaambiwa damu, mishipa ya damu ikapasuka na damu ikashindwa, ikakosa mwelekeo, ikalazimika kupita kwenye matundu ya jasho. Hiyo ni hatari sana ndugu zangu. Kwa hiyo jasho likaanguka damu. Napaswa nijiulize, je, mimi nishafanya vita nikishindana na dhambi hata kumwagika damu? Lakini haitoshi kusalitiwa na marafiki wa karibu sana. Huenda sisi tungelaumu, tungelalamika. Kimsingi bado hatuakisi sura ya Mwokozi, bado tuakisi sura ya Mwokozi. Na tafakari, nilikuwa naongea na mke wangu, tukashangaa sana. Nikasema hivi, unajua Yesu amekaa na Yuda kwa muda wa miaka 3.5. Na wanafunzi hawakujua tabia ya Yuda kwa muda wa miaka 3.5. Hata Yesu alipomwambia Yuda, unalotaka kulifanya lifanya haraka. Hata aliposema kwamba mmoja wenu hapa atanisaliti, hawakujua ni nani. Yaani Mwokozi ana uwezo wa kutunza siri ya Yuda kwa muda wa miaka 3.5, wanafunzi wasijue kosa la Yuda ni nini. Yaani Yesu alikuwa na uwezo wa kuongea kitu kikamgusa Yuda, wanafunzi wasijue. Sio sisi. Yaani tunajua Yuda ni mwizi, tunajua Yuda ndio atakaye msaliti Mwokozi, tunajua Yuda ni mnafiki, tunajua Yuda na tabia mbaya. Tungeshamtangaza muda mrefu. Wenda ungekuwa Mwokozi ungesema tu, najua hapa kuna mmoja wenu hapa atanisaliti. Najua. Au nimtaje Yuda. Wanafunzi, sisi hatuwezi. Hatuna bado uwezo wa kumbeba mtu mioyoni mwetu kwamba huyu jamaa amenikosea, huyu jamaa amefanya jambo baya, lakini hebu acha nimbebe, yaani nimwambie alafu nitunze siri. Mungu atusaidie sana ndugu zangu. Kuna ule umbea yaani kuna umbea wa Kikristo, naweza nikasema kuna ule umbea kwa jina la Yesu. Kuna umbea kwa jina la Yesu. Mtu utakuta anakuambia, mpendwa, Mungu atusaidie sana. Kuna mambo mengi yanaendelea kwenye watu wa present truth, kuna mambo mengi yanaendelea, lakini Mungu atusamee, atusaidie sana. Si fulani bwana, unajua bwana fulani juzi kati bwana, samekula nyama. Bwana. Lakini Mungu atusaidie. Sisemi hivi kwa nia mbaya, lakini ninachotaka tumuombe mpendo. Maana unajua wote tuna madhaifu, kwa hiyo Mungu atusaidie, lakini tayari ushamwanika mwenzako kwa jirani yako. Ndugu zangu, ni vitu vinaonekana vidogo sana, lakini Yesu hakutenda dhambi yoyote. Tunaambiwa kama angethubutu kutenda dhambi hata moja, asingefaa kuwa mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya dunia hii, asingefaa. Kwa hiyo tunaambiwa sasa tunaakisi sura ya Mwokozi kama tunavyopaswa kuakisi, sio kwa mapambano binafsi. Maana kuna wakati unaweza kupambana ukajibania kwamba usiongee kitu, lakini moyo unafurukuta ili kwamba uwezi, yani unaona kama kuongea ndo furaha kuliko kukaa kimya. Sasa hapo Mungu anataka atuchonge, atusaidie, atufundishe kwa muda mchache tuweze kuakisi sura ya Mwokozi. Lakini katika harakati zote tunaambiwa hata vile Mwokozi msalaba ulipoinuliwa na alipoanguka msalabani, baada ya malaika na mbingu kusikia Mwokozi anatamka kwamba Baba wasamee kwa maana hawajui walitendalo, maandiko yanasema hivi, mbingu ilishangaa. Ukisoma sura inayosema imekwisha kwenye Tumaini la Vizazi Vyote, inasema hivi, mbingu ilishangaa kusikia ombi la Mwokozi. Hiyo ndio kauli ya kwanza ya Mwokozi. Msalaba uliposimamishwa tu, kauli ya kwanza ya Mwokozi ni kwamba Baba wasamee kwa maana hawajui watendalo. Na Mwokozi alikuwa na kauli kuu 7 akiwa msalabani. Kauli ya kwanza ndiyo hiyo, Baba wasamee kwa maana hawajui walitendalo. Kauli 7 za Mwokozi, hizo ni za msingi pia kuzitafakari ndugu yangu. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tuweze kutambua kwamba ni namna gani sasa mbingu zimeweza kuweka utaratibu wa sisi kuakisi sura ya Mwokozi kama tunavyopaswa kuakisi. Mambo haya Mungu hajaweka kwenye maficho, hajaweka gizani, ameweka wazi ili kusudi wewe na mimi tusome na tupate kuelewa. Wapenzi wa Bwana, katika hizi hatua kuu 7, ya kwanza nimesema ni maombi au ni ibada binafsi, lakini hatua ya pili tulitazama kuhusiana na chakula. Yaani unapotoka kwenye ibada utaingia kwenye swala zima la chakula. Na katika chakula hapa kuna mengi ya kujifunza. Nimesema kwamba kwa neema ya Kristo tutaweza kutazama kuhusiana na matengenezo ya chakula. Kuna wengi wamepiga hatua, hawali nyama, dagaa, samaki, mayai, kweli kabisa. Lakini tunakula namna gani? Tunakula vipi? Wewe ndio unakula na kunywa, wewe unakula matunda na mboga, wewe unakula saa 4 usiku, saa 3 usiku, saa 2 usiku na kwenda kulala. Ndugu yangu, tunaharibu afya zetu, na hivyo Roho wa Mungu anapokuja kunena kwenye akili zetu tayari anakuta Roho wa Mungu anaongea na walevi. Sasa anaongea mtu anamwambia bana, nataka ufanye 1 2 3. Mlevi amelewa, haelewi chochote. Ndio maana katika kitabu cha Mhubiri tunaambiwa ni heri kula
kwa ajili ya nguvu na sio kwa ajili ya ulevi. Kwa hiyo unakuta Roho wa Mungu kuna mara nyingi anaongea na Waadventista wa Sabato ambao wanajiita wanaoamini ukweli wa sasa, ambao ni walevi. Ni vigumu kuyafahamu mapenzi ya Mungu, na itakuwa na hatutakuwa na nguvu ya kuweza kugusa mioyo ya watu wengine. Maana si ni mlevi hata akifika mahali akisema Yesu anasema anawapenda sana, anataka kuwaokoa, lakini mlevi, watasema achana naye, ni mlevi huyu, achana naye, ni mlevi huyu. Huwezi kupata nafasi ya kumsikiliza kwa kuwa amelewa. Kwa hiyo na sisi vile vile tukila ovyo tunaweza tukawa ni walevi. Ni kweli kabisa, unakula brown rice nzuri, unakula kabisa mkate mzuri wa ngano sio kobolewa, lakini umekula vibaya, umeshindilia sana tumboni kiasi kwamba akili sasa imekuwa ni nzito kuyafahamu mapenzi ya Mungu. Na katika mitego ya shetani tunaambiwa pia moja kati ya mambo ambayo shetani anapambana nayo sana na watu wa Mungu ni kuwafanya waendekeze uchu wa chakula, na hivyo watashindwa kutambua mambo matakatifu ni yapi na mambo maovu ni yapi, na tutachanganywa katika hukumu. Hilo ni hatua ya pili ya msingi. Lakini hatua ya tatu tulitazama kuhusiana na elimu pamoja na kazi. Tukaangalia elimu ya kweli na kazi ya kweli. Tukaona kwamba elimu ya kweli itampeleka mtu kwenye kazi ya kweli, na kuipata elimu ya uongo itatupeleka kwenye kazi za uongo, na hizo zote ni maandalizi kwa watu kupokea chapa ya mnyama. Lakini hatua ya 4 sasa ya msingi tunaenda kutazama, tunaenda kuangalia kuhusiana na swala zima la maburudisho pamoja na mahusiano. Hatua ya 4 ni maburudisho pamoja na mahusiano. Hii hapa napo kuna vitu vya msingi sana vya kuweza kutambua, ndugu zangu, tunapoenda kutazama siku ya leo, maburudisho pamoja na mahusiano. Na hapa katika maburudisho na mahusiano, kipengele kinachofuata huenda sio wote watakao kuwa wanahusika nacho, huenda ni wachache watakao husika nacho. Kipengele cha 5 nitaongea hivi viwili kwa ufupi. Nitaongea maburudisho na mahusiano. Katika hatua ya 5 inahusu swala zima la uchumba pamoja na ndoa. Kwa hiyo hapa kuna mambo ya msingi ya kutambua. Kwa hiyo sio wote ambao Mungu ameita katika ndoa, lakini wote wameitwa kuwa katika mahusiano, katika urafiki pia. Kwa nini nimeweka hivi vikae pamoja? Nimeweka hivi vikae pamoja kwa sababu katika maburudisho hapa ndipo mtu anapokuwa na mahusiano, uenda rafiki na rafiki. Ukitaka upate kujua rafiki wa kweli ni yupi, utamjua katika maburudisho anayopendelea. Au kama unaenda katika maburudisho fulani ndiko utakao kupata rafiki mzuri. Kwa hiyo kama hata mchumba wa kweli na mchumba wa uongo utawapata katika maburudisho ya kweli na katika maburudisho ya uongo. Hapo kuna mambo ya msingi ambayo Mungu ametaka tuweze kuyatambua wewe na mimi. Katika maburudisho na mahusiano, hapa tunatazama nini unachosikiliza, nini unachotazama, nini ambacho wapi unapenda kutembelea, wapi unapenda au nini unapenda kucheza. Hivi vitu ni vya msingi sana kuweza kuvifahamu. Na sisi ni Waadventista wa Sabato. Mbingu zimetuita kama watu wa pekee sana na wabeba nuru. Kwa hiyo sitakawia sana kuzungumzia haya, lakini nitakuwa na muda mchache kuzungumza mambo ya msingi hapa. Uenda huko mjini, uenda huko mashambani, popote ulipo, kuna haja ya kujifunza kuhusiana na maburudisho ya Kikristo. Kuna haja ya kujifunza kuhusiana na maburudisho ya Kikristo. Na kwa muda wako ukiweza kupata nafasi, utasoma katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, katika ile sura ya 6 ya Matukio ya Siku za Mwisho, na inasema kwamba mtindo wa maisha na shughuli za masalio. Mtindo wa maisha na shughuli za masalio. Kuna kipengele hapa kidogo cha ukurasa wa 67 kinasema maburudisho ambayo Kristo anayakubali. Maburudisho ambayo Kristo anayakubali. Kumbe kuna uwezekano ukafanya maburudisho ambayo Kristo hayakubali. Kwa hiyo tujifunze ni maburudisho gani ambayo Kristo anayakubali. Hapa kuna mambo kadhaa ameyazungumza. Anasema kwamba ni haki na wajibu wa Mkristo kutafuta kuziburudisha nafsi zao na kuitia nguvu miili yao kwa maburudisho yasiyoleta maswali, wakiwa na lengo la kutumia nguvu zao za kimwili na kiakili kwa utukufu wa Mungu. Kumbe ni haki na ni fursa pia kutumia sehemu au kukuwa na nafasi ya kuwa na maburudisho. Kwa hiyo haya maburudisho unayoyafanya yawe tu yale ambayo hayamchukizi Mungu. Yaani uwe na uhakika kwamba naweza nikafika mahali nikitaka nipate muda wa maburudisho, naweza nikaanza kuomba, nikamshukuru Mungu na nikapata nafasi ya kufurahia kile ambacho Bwana amehitaji niweze kufurahia kwa lengo la kukuza au la kukomaza au kuweka uimara nguvu za kimwili pamoja na nguvu za kiakili kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wa Mungu. Wakristo wanavyo vitu vingi ndani ya uwezo wao vinavyoweza kuwaletea furaha, na wanaweza kuvitambua kwa usahihi bila kukosea kuwa ni mambo yapi yanawapa furaha halali na sahihi kisheria. Unasikia, sheria hiyo sio ya serikali, ni sheria ya nchi, sheria ya mbingu. Anasema hivi, wanaweza kuyafurahia maburudisho yale ambayo hayafifishi akili au kuharibu hali ya kiroho,
mambo yale ambayo hayataleta masikitiko na kuleta mvuto mbaya wa huzuni baadaye utakaoondoa heshima au kuzuia njia ya kufaa kwao. Kama watakwenda na Yesu na kudumisha roho ya maombi, hakika wako salama kabisa. Kumbe mazingira ambayo mtu wa Mungu unapaswa kwenda kwa ajili ya kupata maburudisho, hakikisha kwamba hapa naweza nikaenda na Mwokozi na nikadumisha roho ya maombi. Kwa hiyo kama unaweza kaenda kuogelea beach, ukavaa kinguo ambacho huwezi kukivaa mtaani mahali pengine popote, na ukawa huru kucheza hapo, kuruka kwenye maji, lakini mazingira haya huwezi kudumisha roho ya maombi, huwezi hata kumwambia Kristo tuogelee pamoja, tucheze pamoja. Mazingira hayo sio salama kwa mtu wa Mungu. Yaani kuna mazingira ya ajabu sana watu wa Mungu tunaenda sasa hivi kwa ajili ya maburudisho. Unakuta mtu anaenda kucheza zile drafti, kucheza karata, mazingira kama kucheza mpira. Tena unakuta wengine ni watumishi kabisa, ni wachungaji na wanashabikia mpira, na cha ajabu kanisa linahalalisha kabisa jambo hili. Unakuta kuna timu ya wachungaji wanacheza katika shule za kanisa, wanafunzi wanacheza mipira, lakini mambo haya mbingu muda mrefu sana. Unaposoma kitabu cha Adventist Home kinazungumza wazi kabisa, nyumba ya Adventist inasema hayo sio maburudisho ya Mkristo. Kwa hiyo tunaweza tusichukue muda sana kuzungumzia katika haya maburudisho, lakini kwa neema ya Kristo mtu akijitafakari, akijihoji, akijiuliza kwamba katika mazingira haya kweli Kristo anaweza kaa pamoja na mimi hapa. Tunashabikia mipira, unakuta licha tu ya kucheza mipira, lakini pia hata kushabikia mipira, kuzungumzia Simba na Yanga, sijui nini na nini. Yaani hayo mtu wa Mungu, wewe hukupaswa kujihusisha kabisa na mambo hayo. Kama ni kusudio letu kuweza kuwa upande wa Kristo na kuwa tayari kwa marejeo yake mara ya pili, tupaswi kabisa kuwa katika sehemu za kushabikia mipira, sijui kuangalia movie au na mengine mengi ambayo tunaweza tusizungumze. Nabii tu kuna mahali fulani amesema kwamba ikiwa moyo utaongoka, mtu wa Mungu atajua nini cha kufanya na nini sio cha kufanya. Kuna maburudisho aina nyingi sana. Kuna mziki hapa, kuna masuala ya television yameandikwa hapa na nabii. Labda nisome vichache kuhusiana na television. Na leo hii nabii angekuwepo asingeandika television. Huenda leo angeandika simu zetu za mikononi. Unajua simu za mkononi zimechukua nafasi ya television. Mtu anaweza kaa na TV pale, lakini muda mwingi ipo kwenye simu. Akiwa kwenye daladala, kwenye simu. Akikaa kwenye simu. Hapa na mitandao karibia yote, ana TikTok, ana WhatsApp, ana Facebook, ana Twitter na nini, vyote mtu wa Mungu anavyo hapo. Na yuko busy, hapeleki injili, bali anasikiliza wengine wanasema nini. Atasikiza huyu anasema hiki, huyu hiki, mtangazaji fulani na nini. Kwa hiyo atakuwa busy kufuatilia, atacheka peke yake, atafurahi peke yake, atanuna peke yake, busy kabisa. Haya yote pia ni maburudisho ambayo yamewekwa na shetani kwa lengo la kuchukua muda wa watu wa Mungu, ili kusudi tusiweze kutafakari na kuzingatia mada za msingi sana ambazo zinahusu ukombozi wetu. Na shetani anafurahia sana anapoona anawaibia watu, anaiba muda wa watu wa Mungu ili wasiweze kukaa katika kutafakari mada za msingi zinazopaswa kuchukua muda wetu. Na utagundua hata ukiwa kwenye gari kusema usome kitabu unachoka, bora tuende tu ukasikilize pale, fulani anasema hiki, fulani hiki, mchekeshaji fulani anasema hiki. Hayo pia ni maburudisho ambayo yanateka watu. Kwa mfano kwenye TV hapa nabii anasema hivi: miongoni mwa mahali pa hatari sana panapotembelewa na watu kwa ajili ya starehe ni majumba ya tamasha na sinema. Unasikia hapa? Sasa leo hii asingesema kwenye majumba ya tamasha na sinema. Wachache wanaenda huko leo. Leo watu wako tu hapa kwenye simu zao. Mtu wa Mungu kweli kabisa, unafuatilia season. Mtu wa Mungu unafuatilia movie hii inaisha bando, movie hii bando. Lakini huna muda wa kufuatilia mahubiri, lakini busy na haya movie. Na cha ajabu zile movie huwa zinaishia sehemu nzuri kabisa, zinaishia sehemu ambapo zinakufanya tu kwamba uweze kutafuta hela na kununua tena kifurushi kwa ajili ya kufuatilia tena mahali panapofuata. Kwa hiyo unaendelea hivyo. Hapo ndipo unavyoweza kulisha akili zako mambo ambayo hayana msingi wowote. Tunaambiwa katika maandiko, kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23, tunaambiwa linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Yaani kama umeshawahi kulinda pesa zako, kama umeshawahi kulinda nyumba yako, kama umeshawahi kulinda kile ambacho unakipenda sana, kulinda mtoto, mke, tunaambiwa tunapaswa kulinda sana moyo wetu kuliko chochote tunachoweza kukilinda. Na moyo hapa tunaambiwa moyo ni akili. Kwa hiyo tunapaswa sana kulinda akili zetu. Na akili zetu hizi zinalishwa, zinashibishwa kwa kile tunachokitazama, zinalishwa na kushibishwa kwa kile ambacho unachokisoma, unachosikiliza, unachokipatia muda, unachotafakari mara kwa mara, ndicho ambacho kinaingia kwenye akili zako, mtu wa Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kulinda sana akili zetu. Na katika maburudisho haya, unajua unaposoma Zaburi sura ya 40, tufike pamoja Zaburi sura ile ya 40 na ule mstari wa 8. Katika Zaburi sura ya 40 mstari wa 8, fika pamoja nami Zaburi sura ya 40 na ule mstari wa 8. Maandiko matakatifu yanasema hivi:
Kuyafanya mapenzi yako Mungu wangu ndiyo furaha yangu, naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Hapa Daudi anaandika, anatupatia kielelezo kwamba kuyafanya mapenzi ya Mungu ndio unapaswa kuwa furaha ya mwanadamu. Kwa hiyo wewe na mimi tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kuyafanya mapenzi ya Mungu ndio kunapaswa kutuletea furaha. Yaani maburudisho yote tutakayofanya ni yale tu ambayo yanaendana sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na katika maburudisho hayo ndipo utakapopata marafiki wa kweli, ndipo utakapopata ile kampani ya kweli. Na hiyo kampani ya kweli utakayopata, ikiwa nia yako kuingia katika ndoa, basi utapata mchumba wa kweli katika kampani ya ukweli. Na wengine maburudisho yao ni katika mziki. Tumeambiwa hapa katika mziki, uende katika mziki. Inategemea na nyimbo mnazoziimba. Kama unaimba nyimbo salama, unaweza kupata mtu ambaye ni salama, rafiki salama. Lakini kama unaimba nyimbo za hovyo, na utapata mtu wa hovyo. Mwisho wa siku nakuta watu wameingia kwenye mahusiano muda mrefu, wenda wapo kwenye ndoa au uchumba, lakini wazo linapofika labda kuishi mashambani, wazo linapofika labda kuacha chakula fulani na kutumia chakula fulani, wazo linapofika kwamba tuache kusikiza mziki huu tufuate mziki huu, kunakuwa na vipande, kunakuwa na mgongano, kunakuwa na utenganifu. Ni tafsiri kwamba hao watu waliingia, wenda walikutana katika mazingira ambayo sio sahihi katika maburudisho. Watu wamekutana klabu, watu wamekutana kwenye sinema, watu wamekutana kwenye mpira, kushabikia mpira. Huyo mke ukimweka ndani ya nyumba atakuwaje? Lazima uongofu ufanyike kwanza. Sijasema kwamba ndoa zote zinazovunjika ni kwa sababu hii, hapana, ila hii pia ni miongoni mwa sababu za msingi sana. Mnakutana na mke Facebook, mnakutana na mtu Twitter, huko kwenye mitandao ya kijamii, hata mke naye anakuwa na akili hiyo hiyo. Hatujui mmekutana katika mazingira gani. Haimaanishi kwamba ukikutana na mtu kwenye mitandao ya kijamii mnaweza mkaachana. Wenda pia alienda kutafuta mahubiri na wewe ukataka kutafuta mahubiri, mkakutana huko. Sijui ilikuwaje. Sasa hapa tunaambiwa hivi, badala ya kuwa shule ya maadili hizo TV na hayo matelevision hayo na sehemu ambazo mtu anatazama kwenye mitandao ya kijamii, badala ya kuwa shule za maadili mema na uadilifu kama wengi wanavyodai, mara nyingi ni kitovu cha maovu mengi hasa. Kumbe katika mitandao ya kijamii ndiko kwenye sasa hivi ni mitandao ya kijamii ambapo ndo muda mwingi unakuta mtu yuko busy na TV yake au busy na simu yake kutazama muda mwingi kwenye kioo. Unakuta badala ya kuwa sehemu zinazoweza kutoa maadili na kuelimisha watu kuhusiana na maisha na kumjua Mungu, badala yake panakuwa ni sehemu ya kitovu cha maovu mengi. Tunaambiwa tabia mbaya na mielekeo ya dhambi vinaimarishwa na kuthibitishwa na maburudisho haya. Hatari kubwa sana. Tunaambiwa hivi, nyimbo za kishenzi, miondoko, maneno na hisia za kihuni na za kimapenzi hupofusha fikra na kuharibu uadilifu. Unakuta unaingia tu mtandao wa kijamii, yani hata hujaomba picha hiyo, unakuta unaletewa mdada pale amevaa nusu uchi, anapita pale. Na mtu wa Mungu pale unakuta unapeleka kidogo, unatulia kidogo, unaanza kuangalia. Kumbuka, kwa kutazama unabadilishwa. Kadiri unavyochukua muda kutazama, ndivyo unavyobadilishwa. Unakuta nenda unabonyeza hapa, kwani alifanya nini? Ilikuwaje? Kumbe hivi bwana, unaendelea mbele. Lakini tayari kuna picha ipo kwenye akili zako, Unakuta leo hivi vijana wengi ni wazinzi ndani ya kanisa, wahuni ndani ya kanisa. Kwa nini? Kwa sababu wanachukua muda mwingi sana kusikiliza vitu hivyo na kuvitazama vitu hivyo. Wakija kanisani, mtu wa Mungu anafundisha na mahubiri yanasikika hapa, yanatokea huku. Ni kwa nini? Wamepatia muda mwingi akili zao kulisha vitu ambavyo vimejaza akili, na hivyo neno la Mungu linakuwa halina nafasi tena kwenye akili zao. Tunaambiwa hapa, hakuna mvuto duniani, sikiliza, hakuna mvuto duniani hapa ulio na nguvu zaidi, unaotia sumu fikra, unaoharibu mawazo ya kiroho na unaohafifisha shauku ya kupenda starehe tulivu na mambo halisi ya maisha kuliko maburudisho ya maonyesho ya tamasha na maigizo. Hapa ndo unakuta matamthilia na mamuvi mengi yako hapa na maigizo. Nasikia kuna kitu kinaitwa sinema zetu, hata sio zako ni zao, ila wanaandika sinema zetu, na umekaa hapo na remote yako, sinema zetu, tunaangalia sinema zetu. Tunaambiwa hakuna kitu kinachoharibu sana mvuto wa kiroho kuliko mambo haya ya maburudisho ya mambo haya matamasha na maigizo. Hapa ndo kundi kubwa la watu wametekwa hapa. Mtu anaweza kujua movie nyingi sana kwenye akili zake, lakini hajui kuhusiana na Mwanzo 3:15, hajui kuhusiana na unabii wa siku 2300, na umefundishwa na watumishi wengi mitandaoni. Ukiandika tu hapo 2300 SDA mahubiri, watakuletea mahubiri kibao ya kujifunza. Lakini mtu anakuambia mimi sijui, na mtandaoni upo. Utakwambia mimi sina kitabu. Una kitabu kile, smartphone unayo, unaweza kaingia mtandaoni kujifunza. Mtu hana habari.
Mbingu zitusaidie sana. Tunaishi kizazi cha ajabu, tunaishi kizazi cha hatari sana, na kiukweli Kristo hawezi kuruhusu kizazi hiki kipite. Lazima mambo yatatokea katika kizazi chetu hiki tunachokiishi. Ukitazama mambo yanayoendelea sasa hivi, ndugu zangu, ni uchungu. Kristo akitazama anatoa machozi, anaumia kuona kizazi hiki kilipofikia. Ni hatari kubwa sana. Mungu atusaidie sana wapendwa. Hapa ndugu zangu tunaambiwa kwamba baraka za Mungu, nyuma kidogo, anasema hivi: upendo wa vitu hivi huongezeka kwa kadiri mazoea ya kuviendekeza yanavyoongezeka, kama vile tamaa ya vileo inavyoongezeka kwa kadiri mtu anavyoitumia. Kwa hiyo kadiri unavyotumia ndivyo unavyopenda. Kadiri unavyopenda kuangalia ndivyo unakuta una shauku ya kupenda kuangalia tena na tena tena na tena. Kwa hiyo leo ukiangalia movie moja, kesho mbili, kesho kutwa tatu, kwa hiyo unajikuta ni vigumu kuondoka. Kwa hiyo kama upo kwenye huo mtiririko wa kupenda vitu vya namna hiyo, kupenda maburudisho ya duniani, ndugu yangu, ni kusihi kwa neema ya Kristo, mwambie Yesu, natamani kuviacha. Na inawezekana ndugu yangu. Hata mimi nilikuwa huko, wengi tulikuwa huko, lakini Kristo ana nguvu kushinda nguvu ya shetani. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa Yesu akakuvuta, nasema kwamba nimewavuta kwa kamba za upendo wangu. Anaweza kukuita tena akakuvuta, akakushika mkono wako na hatimaye akakuinua kutoka mahali ambapo umezama katika uraibu wa namna hiyo. Kwa hiyo haijalishi huko mazingira gani, asiwepo mtu atakayesema kwamba nimefanya mengi ya ajabu, nimeingia mahali pabaya, siwezi kutoka. Kukata tamani dhambi, asiwepo mtu wa namna hiyo. Tunaambiwa Kristo ana uwezo wa kutusaidia. Nenda ndani peke yako, funga mlango, piga magoti, mwambie Yesu, nimekuwa nikitazama movie kwa muda mrefu, nimekuwa nikitazama haya mambo kwa muda mrefu. Huenda hata wewe ni mhanga wa kutazama mapicha ya uchi, mapicha ya ajabu ya kutisha. Hayo yote mwambie Kristo, naomba unisaidie, siwezi, nimejaribu kufuta, nimeshindwa, nimefuta hizi nyimbo, nimeshindwa, nimezidownload tena. Kuna kipindi mimi pia nilishakuwa mraibu wa nyimbo, ninafuta manyimbo, nafuta, lakini nakaa na tafakari, naona hapana. Yaani unajikuta kama ni mtu anayetumia madawa ya kulevya. Hapa tunaambiwa ni uraibu huu unakuwa ni kama wa mtu anayetumia kileo. Unazidaudi tena, unasikiliza sauti na kuambia, mwanangu, achana na huu ujinga. Tena sauti ya upole, haineni kwa nguvu, usije kaogopa kufanya kwa mihemko. Hapana, inanena kwa upole, acha. Lakini wakati fulani Yesu akagusa moyo, nikasema kweli huu ni ujinga, nikaweka pembeni, na tangia hapo sikupata tena mvuto na fursa ya kutazama vitu hivyo. Kwa hiyo inawezekana ukamlilia Kristo kwa maombi kwamba Yesu nisaidie, muda unazidi kwenda, natamani kuwa na wewe, natamani uwe rafiki yangu. Hivi vitu vinanitenga kuwa rafiki na wewe. Na Yesu ana uwezo wa kupatia hiki kitu ambacho tumekisoma katika Mwanzo 3:15, nitaweka uadui. Yesu anasema nitaweka. Yaani hii kazi ya kuweka uadui sio yako. Unajua mara nyingi tunapambana kuweka uadui sisi wenyewe. Huwa tunafurukuta kuvichukia hivyo vitu. Tunafurukuta kuchukia dhambi hii. Tunafurukuta kuchukia dhambi hii. Unafurukuta kuchukia uzinzi, lakini ndani ya moyo wako unaupenda, ila kwa nje unatamani kuushinda. Sasa Yesu anasema nitaweka uadui. Hii ni ahadi. Mwambie Kristo, naomba unipatie hii ahadi ambayo umeahidi katika Mwanzo 3:15, utaweka uadui. Na Yesu ni mwaminifu, ukimwomba anajibu ombi, ila tu uwe na masikio kusikiliza kile anachokuambia. Akisema fanya hiki, fanya. Acha hiki, fanya. Ondoka hapa, ondoka. Kaa hapa, kaa. Yesu ana uwezo wa kufanya hata sasa. Mungu atusaidie sana, inawezekana ndugu yangu. Kwa hiyo tunaambiwa hapa kwamba baraka za Mungu hazitaweza kuombwa katika saa iliyotumika kwenye ukumbi wa maonyesho au katika dance. Wenda wewe ni kijana ambaye unapenda kudansi. Unajua kuna wasabato pia ni madansa. Wapo wasabato ambao ni madansa. Wengine wanadansi tu nyimbo za kanisani pale, wanadansi tu kuhusu kwaya fanya nyimbo fanya wanadansi. Na wengine pia ni madansa katika nyimbo za duniani. Sasa tunaambiwa katika maburudisho namna hiyo, katika maonyesho hayo, wenda katika movie, yani pale ukipiga ukisema baba unisaidie mimi mtoto wako, yani katika mazingira hayo umejiweka katika mazingira magumu, kiasi kwamba tunaambiwa baraka za Mungu haziwezi kufika kwenye mazingira ya namna hiyo. Tunaambiwa hakuna Mkristo anayetamani kupatwa na kifo katika mahali kama hapo. Hakuna Mkristo anayetamani kupatwa na kifo katika mazingira kama hayo. Pia tunaambiwa hakuna anayetamani kupatikana hapo pale Kristo atakapokuja. Yani Yesu akija akukute huko beach, inawezekana usikie sherehe Jumapili imetangazwa na huko beach umevaa nusu uchi. Mbele yako kuna mdada pia amevaa kinguo cha ajabu. Hivi kweli mtu wa Mungu wewe utatamani ukute katika mazingira hayo? Na uende ukitoka beach ukirudi nyumbani unasema Mungu nisamee, yani nimefanya upumbavu mimi kabisa. Tena wengine wenda ni watu wakubwa kabisa kwenye serikali, wengine ni wakubwa makanisani, wengine ni wazee wa makanisa, ni mashemasi, lakini ukienda kule beach ni kama sio wao. Ni kama wamezima akili kama sio wao. Yani ni shemasi ambaye
Ni vitu vya ajabu. Ni shemasi ambao unaaminika na kanisa, lakini ukifika pale unavaa kipensi, unavaa kinguo cha ajabu, na ndio wewe unaongozwa kuogelea vizuri pale. Baadaye ukija kanisani umevaa suti na tai. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, Mungu atusaidie sana. Mazingira kama hayo sio mazingira salama ya mtu wa Mungu kuwepo. Maburudisho pekee ambayo ni salama ni yale ambayo hayataondoa mawazo makini na ya kiroho. Kwa maburudisho tu yale ambayo yanamfanya mtu aendelee kuwa na wazo la kiroho, hayo ndio maburudisho ya mtu wa Mungu. Tunaambiwa maeneo pekee ambayo ni salama kwa ajili ya maburudisho ni yale ambayo tunaweza kwenda na Yesu. Kwa hiyo kama unaweza kwenda na Yesu mazingira hayo, basi sema hapo ndipo sehemu salama kwa mtu wa Mungu kwenda. Kuna mazingira ya mavazi na mapambo. Tunaambiwa pia hilo sio jambo la kuzungumzia sana, kwa sababu moyo ukiongoka kila kitu kinabadilika. Nabii anasema hivi, muonekano wa nje ni ishara ya moyo ulivyo. Kuna mambo kama hayo na mambo mengine mengi ambayo hatuwezi kuyataja kwa sasa, ila nataka nizungumze kwamba katika maburudisho hii hatua hii ya msingi sana, ambayo hii hatua itakufanya uwe na rafiki wa kweli, na katika rafiki wa kweli inaweza kawa ni mchumba kwenda katika ndoa, na ndoa ni hatua ya msingi sana ya inayofuata baada ya maburudisho. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba ulimpata mchumba katika maburudisho ya mkutano ya mnaenda kufanya. Unajua kufanya pia mkutano wa Injili ni maburudisho Kwenda mahali kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu ni maburudisho, ambapo nafsi inafurahi, kwa sababu kuyafanya mapenzi ya Mungu inapaswa kuwa furaha yako. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananisimulia, akaniambia mama yake alipokuwa kuna kipindi anapitia nyakati za huzuni na uchungu moyoni, alipokuwa akichukua vitabu, akikusanya vitabu kwenye begi lake na anaenda kushuhudia nyumba kwa nyumba, akirudi nyumbani anapata furaha. Unajua kwa sababu ameenda kugusa mahitaji ya watu, ameenda kuwagusa watu ambao wana shida zaidi yake. Kwa hiyo akitoka anakuja anakuwa na furaha. Kwa hiyo hata wewe mtu wa Mungu unaweza ukaanza kuwa na maburudisho ya namna hiyo. Ikiwa mko mjini, unatamani kutoka kwenda mashambani, mnaweza mkatengeneza magroup, mnaweza mkatengeneza company ya kwanza kujifunza neno la Mungu, kwamba kila Ijumaa tunakutana tunajifunza, au Jumatano tunatembelea familia fulani, tunafika pale tunapika chakula kizuri cha kimatengenezo, tunakula, tunaimba nyimbo 2-3, tunajifunza neno la Mungu. Ijumaa ijayo kwa fulani. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo utapata kuwa na mahusiano mazuri ya kweli. Uende ukapata rafiki wa kweli ambao utaambia, ndugu yangu tukatafute shamba bwana, wapi Sumbawanga, twende Sumbawanga tukatafute shamba, mnaweza mkaenda huko. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni hatua ya msingi sana, ambapo mimi sitapata muda wa kuelezea mambo mengi kuhusiana na uchumba na ndoa, ila nitazungumzia hatua inayofuata. Hii ni hatua ya 4, ambapo tunaangalia hatua inayofuata ni katika uchumba na ndoa, na hatua ya msingi ambayo inafuata baada hapo ni kuishi mashambani. Kwa hiyo katika kipengele kijacho tutazungumzia kuhusiana na kuishi mashambani, na hatua ya mwisho ya 7 ni kuongoa roho. Kwa hiyo tutazungumzia hatua 2 za msingi za mwisho, ambapo tutaangalia kuishi mashambani pamoja na kuongoa roho. Haya ni mambo ya msingi. Tutaangalia ni wakati gani Bwana ameita watu kwenda mashambani, ni namna gani watu waende mashambani. Kwa hiyo kuna nadharia mbalimbali ambazo tunazo kuhusu mashambani, lakini mbingu zitatufundisha, zitatuelekeza kuhusiana na mtazamo mzima wa kuishi mashambani. Mungu akubariki, Mungu atusaidie, atuandae kwa ajili ya kumlaki Kristo ajapo mara ya pili. Tupate kuomba. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa neema yako. Asante kwa haya ambayo Bwana umetufundisha siku hii ya leo. Tunakuomba utusaidie na utuwezeshe kufahamu ni maburudisho gani ambayo umetupatia sisi kama Wakristo, wasafiri wa mwisho kabisa katika historia ya dunia hii. Baba, tunaamini umeita kanisa hili kumaliza kazi. Utuwezeshe na utusaidie kujua kazi hii inamalizwa kwa namna gani na maburudisho na sehemu gani katika kumaliza kazi. Baba mwema, wale ambao wanatafuta wachumba, wale ambao wanatafuta mahusiano ya kweli, ukawapatie kwa neema yako, na utuandae katika mahusiano haya yaweze kuwa ni sehemu ya kutupatia furaha na amani hapa duniani, lakini zaidi ya yote kutupatia kukamilisha utume ambao ndio wa msingi sana kuliko mambo mengine yote. Na wakati ujao tutakapokuwa tunaendelea kujifunza kuhusiana na kuishi mashambani na kuongoa roho, tunaomba liweze kuwa ni tamanio na shauku yetu kubwa kuelewa kwa usahihi kile ambacho mbingu zinatamani tuweze kukielewa. Asante Bwana, kwa maana tumejiacha mikononi mwako. Tumeomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana wabariki sana hadi wakati ujao. Maranatha.